kocha Florent Ibenge ambaye tunasema kwamba mpaka sasa kikosi chake namba 1 ama ile first 11 yake haijajulikana. Lakini mwalimu ambaye anakuja hana kikosi kinachoeleweka kwamba hiki ni hiki, hata ukikaa kupiga mahesabu kumtengenezea mpango kazi utashindwa unamtengenezea mpango kazi kwa staili gani. Maana hujui ataingia na wachezaji gani katika hiyo mechi. Ndicho ambacho anakifanya Florent Ibenge. Kweli ulichokisema ni sahihi, lakini kuna wakati pia unaweza ukafahamu kwamba kocha anatumia mfumo huu na wachezaji wake ambao huwa anaanza nao ni huyu na huyu, lakini ikawa tofauti kwamba kwenye hiyo mechi unamkuta mchezaji kaamka vizuri zaidi, yani naye anajua kwamba kama mpango wa kocha utastaki, nitakuwa na option ya pili ambayo ni mimi kuonyesha kile nilicho nacho ili kutimiza kile ambacho ni mahitaji ya timu. Lakini Ibenge amekuwa na faida hiyo kwamba amewatayarisha wachezaji wake kwamba kila mmoja ana nafasi kwenye timu. Anapokosekana mchezaji mmoja, ina maana na wewe ambaye unabaki ni jukumu lako kutimiza majukumu yako ambayo yamekufanya uwe sehemu ya kikosi cha Azam. Hiyo ni faida ya kwanza, kwa sababu kila mchezaji anakuwa tayari kuitumikia timu. Faida ya pili ndo kama ulivyoisema kwamba mpinzani inakuwa ni ngumu sana kwamba atajiandaa kwenda kudili na nani, kwa sababu katika nafasi ambazo inawezekana Simba wakahitaji kuweza kuweka uimara zaidi, ikawa tofauti, kukutana na wachezaji ambao ni tofauti na wale ambao wao walikuwa wanawafikiria. Timu zote mbili kwenye makaratasi zina material ambazo wanajivunia kwamba Simba kwa kwenye makaratasi wanasema yes, kuanzia goalkeeper mpaka kwenye eneo la kushambulia na wachezaji ambao wanakupa kila kitu. Unaweza katimiza majukumu ya kocha kimbinu vile inavyotakiwa kwa usahihi, lakini pia wanaweza kukupa kile walichonacho, yani uwezo binafsi ukawa pia kwenye asilimia kubwa. Hata Azam pia ukiwatazama kwenye makaratasi kuanzia kwenye eneo la goalkeeping mpaka kwenye eneo la kushambulia, kila mchezaji mmoja mmoja ukimgusa ni kwamba anakupa kitu bora. Na maeneo ambayo Simba sasa hivi anategemea ambayo yako imara kwenye eneo la kushambulia, hata Azam ni vile vile wanategemea, kwa sababu Simba wana watu ambao kwenye maeneo ya pembeni huwa wanakimbia sana kwenda kwenye eneo la kushambulia. Hapo utamzungumzia Oura Anset, lakini pia utamzungumzia Lebasi. Wakati kwa upande wa Azam wana Idi Nado, lakini pia wana Aba ambaye ni Nigeria ambaye hivi karibuni kwenye mechi ya jana dhidi ya Singida ya juzi aliingia kwenye kikosi. Lakini kwenye upande huo pia wana Zidane ambaye huwa anacheza kwenye eneo hilo. Ukirudi kwenye eneo la katikati kwenye eneo namba 10, utasema Simba wana Kratos Chota Chama ambaye anacheza kama namba 10, lakini Azam wana Faisal ambaye anacheza kama namba 10. Ukiwatazama kitabia na namna ambavyo wanawasilisha kitu kwenye mifumo ya walimu, unasema wote ni kama wanafanana. Ni namba 10 ambao ukiwaweka kwenye kapu moja wanaweza kuzungumza lugha moja, kwamba kila mmoja anaweza kukupa kitu bora, kila mmoja anaweza kaufa kitu ambacho mashabiki kiwachukua kisema bana semeni kitu kuhusu Faisal, kila mmoja atazungumza kitu cha kwake, Chama kila mtu atazungumza kitu cha kwake. Kwa namba 10 ambao ukiwaweka kwenye duru moja, kila mtu anaweza kawa anazungumza kitu chake. Kwenye eneo la midfield pia Azam kwenye eneo la kujilinda wana Himidi Mao, wana James Akaminko, ambaye Kaminko sasa hivi ni kama amezaliwa upya, yani ameanza kuwa bora sana kwenye issue ya kudrive team. Tupo sasa hivi kwenye eneo la kujilinda, kipi ambacho tunatakiwa tukifanye kama midfield, tuna jukumu gani hapa? Hatuna miguso miwili, tuna mguso mmoja, tunatakiwa tuiondoe timu, anafanya hivyo. Kwa Simba pia wana Yusuf Kagoma, wana Arsene Kante, anaweza kufanya hivyo. Kwa Simba na Azam ukiwatazama tactically, kuna baadhi ya vitu ambavyo wanafanana tena kwa asilimia kubwa. Kwa ukitoa hivi vitu, tunarudi sasa kwenye silaha ambayo inabaki ya makocha, kwamba tumeshaingia na mpango huu wa kwanza kwenye kipindi cha kwanza. Mpango huu ambao tumeingia nao umeshastaki, tunafanya kitu gani? Ndio tutaka tuone sasa mabadiliko ya walimu, wao watabadili vipi ule mpango wa kwanza ambao umestaki ama umetiki, wataendelea vipi kuulinda. Ndio kila ambacho tutakisifu kwa Ibenge, kwamba katika raundi ya kwanza ambao walikutana, Ibenge aliua mechi kwanza dakika 80 kwenda mbele kwa sababu ya mabadiliko ambayo aliyafanya. Sasa kwa Simba itakuwaje kwenye mechi ambayo inafuata kesho kutwa? Inawezekana kocha akawa ameandaa wachezaji kutokana na mwendelezo wa matokeo ambayo ameyapata, lakini hata performance ya wachezaji ambao hivi karibuni tumeona wakiwa wanacheza. Sawa. FM kutoka Dar es Salaam.